Urusi bado inapambana kuyaokoa mataifa ya Kiafrika. Sasa inataka kupambana dhidi ya kuondolewa kwa vikwazo vya Zimbabwe. Ikumbukwe Zimbabwe ni moja kati ya mataifa ya Afrika ambayo yaliwekewa vikwazo na mataifa ya Ulaya pamoja na Marekani. Lakini wakati huu waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov, ambaye amekutana na mwenzake wa Zimbabwe Amon Murirwa mjini Moscow, Urusi sasa imeamua kuhakikisha kwamba inapinga vikwazo vilivyowekewa Zimbabwe. Waziri huyu wa mambo ya kigeni wa Urusi Bwana Lavrov amehakikishia Zimbabwe kwamba Urusi itapambana kuhakikisha vikwazo vyote vilivyowekwa dhidi ya taifa hilo la Kiafrika vitaondolewa. Urusi na Zimbabwe zimetia saini makubaliano kukabiliana na vikwazo kwa pamoja. Utiaji saini huo ulifanyika wakati wa mkutano kati ya waziri wa mambo ya kigeni Bwana Sergei Lavrov na Amon Murirwa mjini Moscow siku ya Alhamisi. Makubaliano hayo yanalenga kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali zikiwa ni pamoja na sekta za utafiti wa kijiolojia, uchimbaji wa rasilimali za madini, nishati, kilimo na ulinzi. Koloni hilo la zamani la Uingereza limekuwa chini ya vikwazo vya Marekani na Umoja wa Ulaya kwa zaidi ya miongo miwili iliyopita. Wakati huo huo, vikwazo vya Marekani dhidi ya Urusi ambavyo viliwekwa awali mwaka 2014 kufuatia kuungana tena kwa Crimea na Urusi vimeongezewa hivi karibuni kwa mwaka mwingine. EU imeweka vikwazo vya awamu 15 dhidi ya Moscow tangu mzozo wa Ukraine ulipozidi Februari 2022 na kufungia mali ya Moscow na kukata karibu uhusiano wote wa biashara na nishati. Hata hivyo, Urusi ilifanya maamuzi magumu na kuamua kushirikiana na mataifa mbalimbali ulimwenguni yakiwemo mataifa ya Kiafrika. Urusi wakati ikipambania namna ya kuhakikisha uchumi wake haushuki, lakini pia bado inapambana kuondoa kile inachoita ukoloni mamboleo unaofanywa na mataifa ya Magharibi. Kwa hivyo mpango wa Urusi ni katika kuona kwamba Afrika inakuwa huru na inakuwa huru zaidi. Kwa mujibu wa African Initiative, pande hizo mbili pia zimejadili utekelezaji wa makubaliano ya pande mbili yaliyotiwa saini hapo awali juu ya ushirikiano wa kijeshi na kiufundi. Eneo la kaskazini mwa Mali limekuwa kitovu cha uasi mbaya wa wanamgambo katika eneo la Sahel ambao ulizuka mwaka 2012 na ukaenea hadi katika nchi jirani za Niger pamoja na Burkina Faso. Vifo vilivyoripotiwa katika nchi hizo tatu za Afrika Magharibi zimefikia kiwango cha watu 7620 katika nusu ya kwanza ya mwaka 2024 pekee, kwa mujibu wa shirika la Armed Conflict Location and Event Data. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein.